Asante sana msikilizaji na mtazamaji wangu mahali pote ulipo, na kukaribisha katika kipindi hiki cha maisha ya jamii, kaya, ndoa na familia, nikitumai ya kwamba Bwana amekulinda vyema. Tutaweza kuwa na kipindi hiki katika lugha mbili, tutaweza kuchanganya just for you to know that we will mix Kiswahili, Kiingereza, unaona, at least ili wale ambao hawatafuni Kiswahili chote watafune Kiingereza, na wale hawatafuni Kiingereza pia wapate ka Kiswahili kidogo hapa na pale. Funzo hili ambalo tutakalo kuwa nao itakuwa inakuwa aired every Thursday, na itakuwa inahusisha tu baada ya ndoa. Kwa hivyo ya vijana itakuwa ni Wednesday, hii ingine itakuwa ni every Thursday. Na itakuwa ni series. It will be series, family life series, na tunaanza tukijaribu kuelewa maisha ya familia, understanding family life. Understanding family life, and because I think it's important, ni maana sana kuweza kuelewa maisha haya ya jamii yanaanza wapi, ndoa ilitoka wapi. Niseme ya kwamba ndoa is God's first institution, ya kwamba ndoa ndio jambo moja ambalo Mungu alianzisha pale mwanzo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 18 hadi fungu la 24, na Mungu alipokuwa alizungumza kwa Adam, na akasema ya kwamba si vema huyu mtu awe peke yake, si vema huyu mtu aweze kuwa peke yake, na Mungu akasema nitamtengenezea, nitamuumbia msaidizi wanayefanya nini? Wanayefanana naye. Nakumbuka vile Joshua alisema, Joshua 24 fungu la 15, alisema namna gani? Mimi na nyumba yangu. Mimi na nyumba yangu. Sasa katika funzo hili au katika mada hii au katika mafunzo haya ambayo tutakayokuwa tunaendelea, kitu moja au jambo moja ningependa uelewe ni kwamba strong families are not built by accident. Nyumba thabiti au familia zilizo thabiti hazikujengeka tu kwa kianjali. They are built by returning to God's original design. Zinajengeka kwa sababu ya kurudi katika hali ile, nasema hali ya asili ambayo Mungu alipanga kuhusu nyumba. Kwa hivyo katika fundisho letu we have what I call the central message au lengo kuu, ufundisho kuu ni kwamba familia inahusisha watu wote. Family involves everyone. Family, mafundisho haya it's going to involve married couples, itaweza kuhusisha watu hata wale singles, itaweza kuhusisha wale ambao ni wazazi, wale wameolewa, wale wameoa, waliopweke, wale ambao ni wazazi, wale ni watoto, wale ni wajane, wale ni waume ambao wamefiwa, the widowers, na tuseme kwa ujumla kata na kanisa, which I call the church family. Hata kanisa ni familia. But whatever our family history may be, whatever our history looks like, Mungu anasema anaingilia nyumba. Mungu akikaribishwa anaingia kwa nyumba, anatibu nyumba, anatengeneza nyumba. Kama iko na shida anatibu, ile iko sawa anaidhibitisha, anaisimamisha. He rebuilds, God rebuilds homes and families. Mungu anajenga upya katika hizi familia ambazo tuko nazo. And Mungu angependa sana tutumie nyumba zetu katika hali ya kumtukuza. He would love us to use our homes for his glory. Yeye angependa tuweze kutumika sana katika hali hii ya kuweza kumtukuza Mungu mwenyewe. Na niseme ya kwamba every life has a family story. Hakuna mtu dunia hii ambaye alitokea tu bila kuwa na familia. Hakuna. Ni Adam peke yake. Adamu peke yake ndiye alianza bila familia, lakini akawa ndiye mwanzo wa familia.
Every person has a family story. Some family stories are filled with laughter. Some are filled with tears. Some are filled with beautiful memories. Others contain wounds that have never been healed. Nyumba, kila mtu ametoka kwa nyumba. Wewe umetoka kwa nyumba, wewe umetoka kwa nyumba, wewe umetoka kwa nyumba, nimetoka kwa nyumba, au familia. Na kila familia ina hadithi yake. Kila familia iko na hadithi. Kila familia iko na hadithi. Hii inaweza kuwa na hadithi ya kucheka, au ni familia yenye furaha. Kuna familia ni za kufurahi tu, na kuna familia zingine ni machozi. Kuna kitu machozi kila wakati. Kuna zingine ambazo wameishi na kumbukumbu tu ndizo zimebaki. Kumbukumbu tu ndizo zimebaki katika hizo familia. Wengine wana vidonda ambavyo mpaka saa hii as I speak hazijapona, na hata hawajui zitapona lini. Kuna watu kati yetu, there are some of us who grew up in homes where prayer was heard every morning and evening. Kuna wengine kati yetu ambao mahali walilelewa kulikuwa na maombi kila asubuhi na kila jioni. Hata wengine kuna wimbo unakumbuka mlikuwa mnaamshwa nao. Unaambiwa ya kwamba Bwana asubuhi kucha nimekuinua, sauti yangu kuomba nipate baraka. Asubuhi saa 11, wengine saa 12, wengine saa 1, wakati wamekutana Bwana asubuhi. Na kuomba Roho wako niongozwe naye, nifanye ya nipasayo na mapenzi yako. Huo wimbo ukatinga kwa maisha yako. Jioni ikifika, kabla hatujaenda kulala, nyumba zingine unasikia wimbo namba 91, tuende. Nasema nini? Kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nili peke yangu kaa nami. Maombi kila asubuhi tukiamka na jioni mukilala. Wengine wetu walilelewa or they grew up in families where was full of arguments. Kila wakati magombano, marumbano. Kuna huko ni kama Bosnia, huko ni kama uelewi kwenu ulikuwa na vita kila wakati. Baba anapiga mama, anapiga watoto wanapiga paka anapiga panya, kila kitu. Yani ni vuruga. Some people grew in homes of wars and arguments more than a common prayer. Kuna wengine ambao haukumbuki kwenu mliomba lini. Kuna wengine hakuna kitu ati kuomba. Kushukuru asubuhi, tushukuru nini? Na unaamushwa na makofi. Oi pole. Unaamushwa na makofi. Unalimu baba anaanza kelele kwa kiti. Pole. Okay, tutafanya nini? Na huko ndiko ulilelewa. That's where you grew. Na wengine iko hivyo hata sasa. Ushukuru Mungu uko hapa kanisani, wewe umekaa hapa kwa hiki kipindi. Fundisho na unaambiwa tusome Biblia. Kuna wengine hiyo ni foreign. Kuna wengine wanashinda, kuna watu wanakaanga hivyo. Yaani hata saa hii nimesema kuna nyumba ambazo unashangaa kuna watu walikaa hivyo kweli. Ati wana asubuhi wimbo na maombi na somo, na wengine jioni. Kuna watu wanaishi ati, na wengine unashangaa, wewe naye unashangaa ati kuna watu wanaishi vita. Kuna mwingine mke lazima anachapa asubuhi na jioni. Siku 3 kwa wiki ni kama dawa ya daktari, kama antibiotic.
wanalimwa kila siku na watoto wengine wanalimwa. Mtoto mmoja akianza pita wanapigwa hata wale wengine ambao wakufanya makosa. There are those things they grew people grew in different families and they have different stories. Hivyo kuna watu sahi nikiongea hivi, you are remembering sitting around the table and eating together. Kuna wengine zaidi naongea wanajua, unakumbuka mimi nilelewa kwetu lazima tungekula pamoja, tunaitwa breakfast is served, boom boom boom, lunch is served, pa pa pa, dinner is served, tan tan tan. Unaona, mimi nilelewa ati mnakula kwa meza. Wengine walikula na sahani unapewa ukiyataka. Wapi sahani? Huna sahani, weka mkono, unawekewa mkono. Unawekewa chakula yako kwa mkono. Unashangaa watu wewe uliweza kuanza maisha kwa meza. Kuna wengine sisi hatukukulia kwa meza. Zaidi ndio tunatafutana na meza. Sasa tunasema wekelea mimi kwa meza. Kwa sababu sikupata meza nikikua. Na wengine walikuwa na meza mpaka sasa huna shida. Wengine walikula kwa nyasi, wanawekewa chakula na mama uende ukajipange. Nenda kujipanga. Wengine walikula kwa kitanda. Some people remember sitting around the table. That's all you can remember. Others remember a father who was never home. Kuna wengine ambao walikuwa wakaendelea, lakini baba hakuna siku alionekana nyumbani. Never. Si ati hayuko, ako, lakini he was never home. He is MIA, missing in action kila wakati. Baba. Na hata wengine ako lakini ni kama hayuko. He was never home. Wakati wewe baba yako alikuwa nyumbani kila wakati, huyu naye hakuwa nyumbani. Wengine yako kazi ni kweli. Alienda atakuja mwisho wa mwezi, huyu ako huku na hapatikanangi. Nakuja tu kukula. Wengine wanakumbuka of a mother who carried the entire burden alone. Wengine nyumba yenu kahadithi ni kwamba mama yenu alibeba mambo yote, mizigo yote. Mama kutoka asubuhi mpaka jioni, kutoka jioni mpaka asubuhi. It is your mother who carried all the burdens. Na kuna baba, na kuna mume, na kuna mzee katika hiyo boma, lakini wapi? Mama ndiye alibeba. Hata ng'ombe wanaelewa. Wakiona mama unasikia wanalilia mama. Ng'ombe. Mzee akija hata wanashangaa nani mekuja. Wengine wanakumbuka baba yenu alibeba mzigo. Your father carried the burden. Very responsible. Yani aliwabebea mizigo. Hata aliwabeba akaweka nyinyi mabegani. Kuna wengine wetu ninyi mnajua ulibeba kwa mabega. Si unakumbuka? Wengine wanashangaa nikisema hivyo, maana hakuna wakati alikaribia baba yake. Ati mabega ya baba nikalie tutembee. Pastor, mtu dunia hii. Kuna watoto walikuwa hivyo. Others remember their parents who remained in the same house but had stopped speaking to each other. Wengine wanakumbuka wazazi wetu walikuwa lakini hawaongei. In fact hata baba anapika tu chakula yake pale kando, mama anamwangalia tu, au anapika chakula anaekea baba. Wako hawaongei. Hata kila mtu wako na room yake. Anaenda room yake huku. Tabu. Wengine wenu mnakumbuka that you were brought up in a happily married family. Is that a good English? You are brought up in a family where the mother and the father, the husband and wife were happily married. Kuna story, kila nyumba ukipewa nafasi utuelezee kuna kahadithi cha kwenu ya kwenu. In fact, some are struggling in marriage as I speak. Kuna wengine mpaka saa hii wanang'ang'ana na hii maisha ya ndoa. Ni nkali, ni ngumu. Hii maisha hawajui wafanye nini. Some are single and are satisfied. Wengine nisema nilitosheka. Mimi nitakaa nikiwa single. Vile ninaangalia, kwa sababu vile niliona, kwa sababu vile niko single na ametosheka. Na kuna wengine ambao pia ni single but still waiting and praying. Iko hivyo tu. Some are divorced and are trying to rebuild their lives. Wengine wamedivorciwa, wameachana, wanajaribu sasa kuleta maisha yao pamoja, wanajaribu kukuza maisha yao. Kila mtu unapata ya kwamba huyu anataka hivi, huyu anataka hivi. Kila mtu anajaribu aone atakuza maisha yake namna gani. Lakini waliachana. Nasema niko sawa. Sitaki mimi stress. Sitaki kusumbuliwa. Sitaki stress.
Hata huyu ukienda kumuuliza wewe ni mwanaume mwenye msichana mama ambaye ni single unataka ati anakuambia sitaki stress. Usiniletee sitaki. Hakuna kitu utaniambia kipya. Yule bwana alituharibia. Alikuharibia baba. Alikuharibia. Sasa ukienda kuuliza kwamba leave me alone. Peter, hii ni wrong address. Wrong house. Peter. Anajaribu kurebuild maisha yake. Jaribu kujenga maisha yake. Wengine katika familia wamepoteza their spouses. Mume, mke ameaga. Kuna wengine ambao they are raising their children alone. Na kwamba yeye anakuza watoto, analea watoto peke yake, anang'ang'ana tu. Kwa sababu alifiwa au hakupata mume lakini amepata watoto na hataki baba ya watoto. Kila nyumba nyumba ni very dynamic. Kila nyumba iko na story zake. Unaona kuna nyumba ingine nayo they are longing for children. Kuna nyumba ya kwamba nao hao wanaishi wakiomba, wameenda kwa daktari, wameenda kwa waganga, wameenda kwa kina nani, kwa anko, kwa auntie, kwa shushu, kwa grandma, grandpa, sababu hawana watoto. They are longing for children. Wao wanatafuta mtoto. Some have children who love the Lord. Napata nayo hii boma, kuna watoto na wanapenda Mungu. Wanapenda kwenda kanisa, wanapenda neno, wako sawa. Na ingine hawataki kanisa. Wazazi wanapenda kanisa, hawa watoto hawataki kanisa kabisa, hawataki hiyo mambo, wachana. Hata wao hawajui nini, mpaka wazazi wanafikiria wamepagawa kama wameshikwa na mademons. Naombeo watoto wako. Hataki kabisa mambo ya Mungu. Na kwingine unapata watoto ndio wanapenda mambo ya Mungu, mzazi hataki. Hataki kusikia mambo ya Mungu, hataki kusikia mambo ya kanisa. Hata anapelekanga watoto anawaweka hapo. Mnyingieni kanisa, nitawakuja kuwakujia. Hawaoni. Utapata ya kwamba na familia nayo ingine wanaomba, they are praying for sons and daughters who have walked away from God. Hii nayo familia unapata prayer item yao ni kwamba watoto wao waliacha Mungu, wameacha kanisa kabisa. Meacha sasa kila wakati anaomba Mungu, watoto wangu. Na hawa ni watoto kila wakati wanaombea wazazi wao warudi kanisa. Wengine wako na shida, wako katika familia lakini wanaishi maisha ya kukopa, ya kuombaomba. Na wengine ni matajiri, walifunga gate, wanatosheka, wako huko kila nyumba. All I am telling you is every family has a story, and therefore when we talk about family life, we are not speaking only to husbands and wives. Kila nyumba iko na story yake. Na kwa hivyo wakati tunazungumza katika kipindi hiki, usije ukafikiria tukisema family, kwa sababu kuna watu wanafikiria kwamba family life ni couples. I'm not just limiting myself to couples. No, rafiki yangu, hapana. Hatutakuwa tunazungumzia couples peke yake. We will be talking about a wider spectrum ya familia. We are speaking, or I'm speaking to everyone. Why? Because everyone either came from a family, or belongs to a family, or hopes to establish a family, or has been affected by what? By a family. Hiyo ndio sababu yetu ya kuongea katika fundisho hili au katika hizi series ya kwamba tunaongelesha kila mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wewe umetoka kwa familia, au uko kwa familia, au unaweka familia, au umeishi ukiwa kwa familia. But in one way or the other, kuna familia, you are attached to a family. Iwe familia inafanya kazi, haifanyi kazi, which I call functional, au unfunctional family, dysfunctional family, ni familia. Iwe ni ya Wakristo ni familia, ni ya Waislamu ni ya familia, ni ya Warevi ni familia, ni ya waganga ni familia, ni ya wakora ni familia, ni ya whatever it is, ni familia. And therefore family life
Tunaposema family life is touching all areas, is touching every area of our existence. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba ni maisha ya jamii, tunamaanisha ya kwamba ni kugusa katika kila sehemu, tabaka, kila kona ya maisha yetu, kuanzia wewe mwenyewe, starting with your identity, wewe mwenyewe, kuanzia wewe mwenyewe, your identity, kwenda kwa your emotional health, katika mambo yako ya kiafya, ya kihisia, your spiritual development, hali yako ya kiroho, iwe unaamini Mungu, hauamini Mungu, it is spiritual development, iwe ni mahusiano, relationships, yote iko pamoja, iko katika package moja. Even your choices, your daily choices, vile unaamua kila wakati. This life is full of choices. Anta vile unaelewa hali ya upendo. When we are talking about love, how do you understand love? And what ability do you have to trust? What view do you have about God? And what are you doing to prepare for eternity? Ni nini unafanya ujiandae kwa sababu ya ufalme ujao, maisha yajayo? Haya yote yanajumuishwa katika familia. And therefore hatuwezi tukasema ya kwamba familia ni ile ambayo iko na mke na mume, au familia ni ile tu iko na familia ni familia, iwe na mke, iwe na mume, iwe na mume, iwe na mume na mke, iwe ni mume na mke bila watoto, iwe ni mume na mke na watoto, iwe ni watoto peke yake, wazazi walikufa au hakuna, yote ni familia. And that is why family life cannot be treated as a small subject. You cannot just sema familia is a small subject. No. This thing is huge, bwana. We're talking about family. It's a huge thing. And I can say this for a fact, or without fear of doubt or contradiction, that the strength of a church, the strength of a community, the strength of a nation is closely connected to the strength of a family. Ya kwamba nguvu au kanisa lililo thabiti, jumuiya iliyo thabiti na taifa lililo thabiti linahusiana karibu sana na familia au jamii ambayo ni thabiti. Wakati una familia ambayo ni thabiti, utakuwa na jumuiya iliyo thabiti. Wakati una familia ambayo ni thabiti, hata kanisa litakuwa vile. Wakati familia ni ya furaha, hata kanisa ni lenye furaha. Wakati familia ni ya vuruga, hata kanisa haitakuwa tofauti. Vivyo hivyo, because the strength of society is connected to the strengths of our homes. Nguvu ambazo unazipata pale nje zinaanza kwa nyumba zetu. Na ndio unaona tunasema ya kwamba charity begins at home. Charity begins at home. It's very true. By the way, when families become weak, wakati familia zinakuwa nyonge, churches and communities struggle and they suffer. Wakati familia sio thabiti, wakati familia zina shida, kanisa, jumuiya au nchi, taifa linasumbuka. Kwa sababu the core pale ndani, mzizi wenyewe umedhoofika na ni mnyonge. Na kwa hivyo tutaweza kuangalia katika maisha ya jamii kila Alhamisi 1 hour, by the way 1 hour, tuangalie tutaweza fanya familia zetu ziwe thabiti kwa njia gani? Kwa sababu as I told you, when the families are weak, the churches and the community will struggle. They will struggle and sometimes they break. But when we have strong families, when we strengthen our families by the presence of God, or the influence of positivity, that will have an impact katika
makanisa. Wakati jamii zinajengwa vizuri na zinawekwa nguvu na uwepo wa Mungu unakuwa, the influence reaches far. Hiyo unasikia nguvu zinaanza kuenea, zinaenda. In fact, familia ikiwa strong, familia ikiwa na nguvu, the influence of that family reaches beyond the walls of the house. Wakati familia iko sawa, nguvu za hiyo familia inaenda nje ya ukuta, inapita ukuta. It goes beyond the walls. Very important. Inaenda beyond the walls. But hii familia ikibarikiwa, mibaraka inaenda huko. Vivyo hivyo, na wakati familia ni ya vuruga na ni ya vita, hata vita zinaenda huko, zinakuta wengine. Unapatwa na vita ambao haikuwa yako, inakupata kwa sababu ilianza hapa kwa familia. Ni vizuri tuelewe ya kwamba the family was God's idea. Tunapozungumzia kuhusu familia ni kwa sababu hii ilikuwa ni wazo la Mungu. And so it's important for us to look into this issue because it was God's idea. As a matter of fact, before any government existed, there was a family. Kabla ya serikali yoyote duniani, kulikuwa na familia. Kabla ya shule yoyote duniani, kulikuwa na familia. Before there was any school, there was a family. Before there was a nation, kabla ya taifa lolote hapa duniani, kulikuwa na familia. And even before there was a church congregation, kabla ya kanisa, kulikuwa na familia zilikuwa zinaabudu. There was a family that was worshiping. Na ndio unaona Mungu katika bustani la Edeni alianzana na maisha ya jamii hapo. So we go back to the Garden of Eden to see the origin of families. Hapo ndio story ya familia ilianza. The story of the family begins with God. Hata kama yako iko moto, hata kama yako mnalimana kila siku, ilianza na Mungu tu. Mungu alianzisha, Mungu alianza hiyo familia. Na kwa hivyo ni vizuri tujiulize maisha ya jamii ni nini? What is this we are calling family life? What is family life? You know, family life is more than a people sharing a house. Tunaposema maisha ya jamii ni zaidi ya watu kuwa pamoja, hati wanaishi pamoja, wanalipa rent, wanafanya hivi. No. People can live under the same roof and still be strangers. Mnaweza ishi nyumba moja hata muongei, nyinyi ni mmekondesha huyu na hata mtu kwa fridge akona chakula yake, huyu hii yake ni ya hii, nayo hii ni ya huyu, na ya chini nayo ni ya huyu. Hata wanashare kitchen pamoja lakini tofauti. Mnashare kitchen, mnashare fridge, lakini hata dining table, lakini chakula kila mtu anakula yake. Na kuna familia ziko hivyo. Unapata ya kwamba ni familia, ni mume na mke na watoto, lakini hawashei chakula. Na ni familia. Hii chakula ni ya mzee, hii leo ni ya mama. This belongs to the man, this belongs to the wife. It's like they are done but not done. Kama imeisha na ni kama haijaisha. Hata wanaweza kuwa na the same last name. They can have the last a name pamoja. Their last name is the same, but they don't enjoy true fellowship. Ni sawa, we share last name, ni sawa, lakini hii haiko, iko hivi. Jina iko sawa, lakini tunaishi hivi. Hata mama anapika, anakula na anaosha sufuria. Mzee anaingia kwa nyumba, anasikia harufu. Kwani mlipika mayai? Haojibiwi, utajipanga. Kwani mlipika kuku? Unasikia harufu. Utakula harufu baba. Utakula harufu. Nyumba zina hivi. Let me tell you, in short, family life. When we're talking about family life is the total experience of people who are connected through marriage. Tunapozungumzia familia,
tunazungumzia jumuiya, summary, nasema total summary. When talking about maisha ya jamii, tunazungumzia watu walio na uzoefu wa kuishi pamoja katika hali ya ndoa. Watu wameishi pamoja katika ndoa, wamepata watoto pamoja, watu ambao au labda si kuzaa watoto, ni kuadopt, wameadopt pamoja, au kwa njia hii wamechukua watoto, they are guardians, lakini kuna hii na kuna commitment. Hiyo ndio family life you are talking about, na ile tungependa kuwa, ambao pia inaleta what I call the spiritual relationship or fellowship. Sawa, lakini ni ngumu usifikiri ya kwamba ninaishi. Hata ukiona wala wanang'ang'ana na inakosa kuwa sawa, si kupenda wamependa, ni vile ambavyo maisha yamewaendea mrama. Unaona, kuna vitu tu tulifanyika au hatukufanyika wakiendelea kupatana, na kwa hivyo kukawa kuna tushinda hapa na pale. Lakini sasa tunasema ya kwamba hata hivyo, hata kama kimeumana, kuna njia tunaweza tengeneza. Tuone ya kwamba kuna mambo Mungu anajua, kuna mambo yamekufa, lakini anasema kuna ingine imebaki ambayo unaweza ihuisha. Unaona, hata wale katika familia they might not be 100%, lakini kuna 10% kamebaki. Mungu anasema hako tunaweza propel, alafu tuone itasimama aje. Unaona, hiyo kidogo iko inaweza simama by loving one another. Tuangalie how do we now love one another, and how do we also commit ourselves to one another, and then how do we resolve conflicts. Na nini hii na shida ikitusumbua sisi katika nyumba yetu. Kama ni pesa, how do we handle the money? Kama ni watoto, how do we raise children? Tutaweza kuwalea watoto kwa njia gani? Kama ni discipline, tutaweza kutoa discipline namna gani? How do we practice discipline kwa watoto wetu? Na kama ni responsibility, jukumu, how do we now divide responsibilities? How do we bring all this together? How do we divide them, Kama ni uamuzi, how do we make decisions? Na ni wakati gani tutasema ya kwamba huu uamuzi I think unafaa? Ni nani anastahili kutoa? Na kama ni mambo ya kutuvuja moyo, how do we face disappointment? Hizi ambazo zinasumbua, how do we face these disappointments? Kama ni ushindi umepatikana kwa nyumba hii yetu, how do we celebrate victories? Na wakati wamezeeka wale wazazi wetu, how do we care for the elderly? Tutaweza kuwashughulikia namna gani? Tutaweza kuwa support kwa njia gani wazazi wetu, au mume wetu, au mume wangu na mke wangu ambao kweli maisha yamesonga. Na zaidi ya yote, tutaweza kuandaa how do we prepare each other for eternity? Si Yesu anarudi, unaniandaa namna gani na kuandaa namna gani kwa sababu ya ufalme ujao? Kwa hivyo kwa ufupi nataka kusema ya kwamba family life is not merely about having a family. Yani maisha ambayo nazungumzia jamii, tunasema familia na kaya na ndoa na nini, sio tu kuwa na familia. No. It is about how we live within that family. Tunaishi sasa kwa hii familia. Sio tu ya kwa mimi niko na familia ushughuliki. Haulipi chochote, haupiki, haufanyi, you never there. Na unasema una familia. Unapata ya kwamba huyu ni mume ambaye hapatikani. You don't support your wife at all. Hakuna kitu unamsaidia, haulipi chochote, haununui chochote, pesa zako hajui zinaendanga wapi. Ni wewe uko lakini hauko. That is not what you're talking about. Family life is about how we live within that family. Wewe mama hupiki, unajulikana kupika kule nje kwa harusi na birthdays na vitu zingine, lakini kwako ushughuliki. Family life is about how we live within that family. Hivi wacha maisha mengine huko nje, hapa tunaishi aje hapa? Una contribute nini? Saa hii mke wako akitoka hivi ni nini utamisi? Mume wako akienda utamizi nini, au maisha itaendelea kwa sababu ulizoea anyhow? Na wewe kama mzee utatoka, jiulize ni nini huyu atakosa. Kama utafanya hesabu yako uone ukitoka mke wako hakuna kitu atakosa. Bwana, you done. Kama na wewe mama utakaa uangalie nikitoka hakuna kitu huyu atakosa, ako self reliant, hiyo ni hatari.
Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu nyumba inajengwa na bao. A house is built with wood or concrete or metal or stone. Sindio? Kuna nyumba za mawe, kuna za chuma peke yake. Kingine ni koroga peke yake inamaliza nyumba, ingine ni ya bao, hata ingine ni ya nyasi, ingine ni matope. Ni nyumba tu. Hiyo ni nyumba. That's a house. A house can be built na nyasi, mawe, koroga, chuma. All this they can build houses. But when it comes to homes, a home is built with love. Nyumba inajengwa na upendo. Nyumba inajengwa na faithfulness, uaminifu. Nyumba inajengwa na mawasiliano, communication. Nyumba inajengwa na msamaha, forgiveness. Nyumba inajengwa na heshima, respect. Nyumba inajengwa na majukumu, responsibilities. Nyumba inajengwa na maombi, prayer. Nyumba inajengwa na kusoma neno la Mungu na nyimbo, reading the word of God and singing. That is what builds a house. And of course, the presence of God. Maana Mungu anasema wanakijaribu kujenga bila mimi wanafanya kazi ya bure. Kwa hivyo inakuwa ni vizuri kujua ya kwamba nyumba inajengwa na hizo. You know why? You can purchase a large house. Unaweza nunua nyumba kubwa. Unaweza nunua nyumba hata kama si kubwa. But you cannot purchase a happy home. Unaweza nunua nyumba, uko nyumba sawa, unalipia mortgage, unalipia nini, ni sawa umelipa, is fully paid, au umejenga mwenyewe. Nice house. Zuri sana. Lakini kifika ni happy home, you don't buy. You can buy an expensive bed, but you cannot buy a peaceful sleep. Unaweza nunua kitanda cha thamani kubwa sana, lakini usingizi wa maana, guess what, hauwezi ukanunua. Kwa sababu kuna watu ambao wana manyumba mazuri na vitanda sawa, hawalali. Wanaviringika usiku yote wakiangalia juu chini na kando. Lakini kuna masikini ambaye hata hana mattress, analala masaa 16 straight. In a peace, you don't buy it. You can buy food, but you cannot buy fellowship or appetite. Huwezi. Naweza nunua chakula, lakini ile hamu. Au kula pamoja, that fellowship pamoja. Huwezi. You can buy entertainment. Unaweza nunua vyombo vya kukutubuisha, but you cannot buy joy. Unaweza nunua hata studio yako sawa, lakini kuridhika na raha. Unaweza nunua vyombo vya ulinzi, security systems. You can. But you cannot buy emotional safety. You can't. Wezi at sasa wewe umeridhika, umetulia tu. Kuna mtu wako na cameras kila mahali, hata ingine inamwangalia na anaona, lakini ana wasiwasi. Kuna wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu nyumba nzuri, a good home, ni lazima ijengwe na lengo. You have to intentionally build it. Haiji tu kwa ajali. Na Mungu anasema katika kitabu cha Zaburi 127, anasema ya kwamba kama Mungu Mungu asipojenga nyumba, unless the Lord builds the house, kama si Mungu atajenga nyumba, Mungu asipojenga nyumba, wajengao, wanaoijenga, wanafanya kazi bure. Unless the Lord builds your home or your house, they labor in vain who build it.
And you see, this, by saying that it doesn't mean that human beings have nothing to do when it comes to home building. Haimaanishi ya kwamba tumeachia Mungu ajenge. That's not what I mean. Hivyo sivyo ninasema. Inamaanisha ya kwamba bidii zetu, our efforts will remain inadequate if God is excluded from the process. Bidii yote ile unafanya itakuwa ni ya bure kama Mungu mwenyewe hatahusishwa katika kujenga nyumba yako, katika jambo hilo la ujenzi. Itakuwa ni bure. Ana kwa hivyo Mungu lazima aweze kuwa ndiye mjenzi, kwanza ndiye mchoraji. Let's say God needs to be the architect. Na neno lake ndio tunaliita the blueprint. Neno la Mungu ndio blueprint. Neno la Mungu ndio itakuwa ni kinara, ndio msingi, ndio shina, ndio pillars za kujenga nyumba yako. Atmosphere, hewa, hapa kwa hewa iweze kujazwa na nini? Ijazwe na upendo. Kwa hivyo Mungu mwenyewe achore nyumba, he is the architect. Alafu pillars hizo na hizi whatever zinajenga ziwe ya kwamba sasa hiyo ni neno la Mungu. Alafu sasa itajazwa huku ndani na harufu ya upendo. The atmosphere sasa itakuwa ni nini? Itakuwa ni upendo. Hiyo itakuwa ni sawa sana. Hii tulete Mungu kwa nyumba yetu. Hiyo ndio nasema unless he builds, hiyo ndio kujenga. Mungu atajenga. Awe ndiye amechora, ndiye amejenga hiyo nyumba yako, alafu ameweza kuweka neno lake liweze kuwa ndio the blueprint yake. Alafu pia aongeze kitu kingine inaitwa upendo, harufu ya upendo iko kwa nyumba yetu. Alafu pia aongeze kitu kingine kinaitwa maombi. Iwe ni maombi. Iwe ndio attitude, ndio foundation. Attitude vile unaangalia mambo, your attitude. Iwe ndio msingi imara. Hiyo ndio foundation. Alafu aongeze kitu kingine kwa hiyo nyumba akijenga. Aweke msamaha. Msamaha. Kwa nini? Kwa sababu sasa msamaha utakuwa ni dawa ya hiyo nyumba. Forgiveness becomes the medicine. Ndio medicine ya hiyo nyumba. Alafu Yesu mwenyewe awe ndiye nini? Ndiye jiwe kula pembeni, au awe ndiye the center of everything. Ndiye center wa chakula, ndiye center ya conversation, ndiye center ya nyumba yetu. Christ becomes the central point katika maisha yetu. Nyumba, Mungu anasema nitasimamisha nyumba. Kwa hivyo jambo la kwanza uelewe ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa nyumba. Na kwa hivyo familia lazima ilianza kwa nani? Kwa Mungu. Family began in the heart of God. Ukirudi tena katika Mwanzo 1:26. Mungu akasema na tuumbe mtu aliye na mfano wetu na sura yetu. Let us make man in our image, according to our likeness. So you are saying that human beings are created in the image of God and the likeness of God. Watu wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. And therefore, the foundation of a healthy family life. Kwa hivyo, msingi bora wa maisha ya jamii, ya kaya na familia ni kutambua ya kwamba kila mmoja wetu ana uungu ndani yake na ana dhamana kutoka kwa Mungu. You know what I'm saying is we need to recognize that every person possesses God-given worth. Kila mtu akona what I call self-worth, akona kile nasema ya kwamba ni self-image ambayo ilitoka kwa Mungu, na hiyo ndio inakutofautisha wewe na wanyama. Hiyo ndio inatofautisha bwana yako na mnyama, ndio inatofautisha mke wako na mnyama, na ndio haustahili kuita mke wako mbwa, na ndio haustahili kuita bwana yako mpunda. You are not supposed to do that because he is created in the image of God. Wakati Zaburi anaandika anasema ya kwamba you are fearfully and wonderfully made. Sisi tumeumbwa kwa hali ya juu sana. We have value kwa sababu tumeumbwa na sura ya nani? Ya Mungu.
Your husband does not have value because of the money he owns or he earns. Bwana yako asiwe na dhamana kwa sababu ya pesa. Kuna watu ambao unapenda mtu kwa sababu ya pesa. Wewe unapenda mume wako au unapenda kijana au unapenda fulani kwa sababu ya pesa. Si yeye unapenda, ni huyu, ni hizo pesa zake. He should not have value kwa sababu ya pesa. Your wife should not have value because of what she does in your home. She should not have value kwa sababu she does ABCD, ya kwamba akiwa hafanyi, she has no value. Or a single person is not incomplete because he or she is unmarried. Tuwezi basi tukasema ya kwamba huyu kwa sababu hajaoa, hana value kwa sababu hajaoa au hajakuwa. Hapana, ile image and the likeness of God makes the whole difference. A child is not less important because he or she is young. Image ya Mungu, likeness ya Mungu makes all the difference when you look unto your child. Unamwangalia na unaona image ya Mungu, unaona mfano wa Mungu, unaona sura ya Mungu. Kwa hiyo mtoto, wacha kuita mtoto yako mujinga, wacha kuita mtoto yako unafanana na bus. Wewe unakaa kama bodaboda wewe. Yani unatukana mtoto wako, unamtukana tu na ni mtoto yako. Mtoto yako. Ati wewe unafanana na tuktuk. Mtoto aliyeumbwa na sura ya Mungu, na mtoto wako ana value sababu ya hiyo image and hiyo likeness of God. An elderly person does not lose value because of physical strength imekuwa diminished. Mzee sasa hana value kwa sababu hawezi akatembea, hawezi akafanya chochote, anaanikwa. Hiyo haimaanishi ya kwamba sasa kwa sababu nguvu zimemuishia basi hana value. Dhamana yake bado ipo kwa sababu ana mfano wa Mungu, ana sura ya Mungu. Tafadhali wasikilizaji na watazamaji, ningependa ujue jambo hili ya kwamba human value comes from being created in the image and the likeness of God. Ya kwamba dhamana yako wewe, dhamana ya mwanadamu inakuja kwa sababu aliumbwa kwa mfano na sura ya nani? Ya Mungu. And so this truth changes the way we should treat each other. Ukielewa huo ukweli, basi unafaa ujue jinsi ya kuweza kumchukua au to treat each other. I don't know about what is to treat each other. Hapo utajipanga. In other words, vile unavyonichukua mimi, vile wewe unavyonishughulikia, utanishughulikia kwa njia gani? Kama Mungu, mimi nina sura na mfano wa Mungu, basi niheshimu, sababu nina sura ya Mungu. Mwanadamu Mungu alisema na tuumbe mtu kwa mfano na sura yetu. If my wife bears God's image, therefore I must treat her with dignity. Kama mke wangu ana mfano wa Mungu, ana sura ya Mungu, basi ninafaa mimi mwenyewe niweze kumpatia heshima ambayo anastahili kuwa nayo. That dignity that comes from God. If my husband bears God's image and likeness, I must speak to him with respect. Kama mume wangu ana mfano wa Mungu, ana sura ya Mungu, basi mimi nami sina la ziada, sina budi ila kumheshimu kwa sababu hakika ana mfano wa Mungu. Same case na watoto. If my children or if my child bears the image and the likeness of God, even that discipline that I give them, that discipline must never become humiliation or abuse. Kama mtoto wako, kama mtoto wangu ana mfano na sura ya Mungu, na ifike mahali lazima nimuadhibu, nisimuadhibu kwa njia ya kumuaibisha au kumutukana. Ni makosa. Sababu ya nini? Image and likeness. Hiyo vitu mbili kumbuka. Mungu alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu na sura yetu. If your parents, kama wazazi wako, if your parents bear the image and likeness of God, they must be honored even when you disagree with them.
wazazi wako kama wanabeba hiyo sura na mfano wa Mungu, hata kama we mwenyewe haukubaliani nao, unafaa uweze kuwaheshimu. Waheshimiwe. Ndio unaona ya kwamba amri ya Mungu ya 5 inasema namna gani? Inasema ya kwamba umheshimu baba na mama. Kufanyike nini? Maisha yako yataongezeka, siku zako ziwe nyingi, sababu wana mfano wa Mungu. Even that single person. Kuna watu wanadharau watu single sana. If a single person bears God's image, they must never be treated as incomplete or inferior. Huyu mtu ambaye ako single peke yake, single parent, single woman, single father, aheshimiwe. Aheshimiwe, ako na mfano na sura ya nani? Ya Mungu. Usimchukue ya kwamba hatoshi, kama incomplete au mtu wa kiwango cha chini. Ana mfano na sura ya Mungu. You know, the first principle of family life is dignity. Dignity. Hiyo heshima ambayo iko kwa nyumba ndiyo kanuni ya kwanza katika nyumba. Na kila familia, every family, kumbuka, iliumbwa kwa mfano au kwa sura ya Mungu. Every person in the family is created in the image of God. They need to be dignified. Ni waheshimiwa, waheshimike. Hiyo ni sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, sura ya kwanza fungu la 26. Sura ya kwanza fungu la 26. Halafu fungu la 27 verse 27 anasema ya kwamba so God created man. So God created man in his own image. Kwa hivyo Mungu akaumba mwanadamu kwa sura ya nani? Yake. Alafu anasema in the image of God he created him. Kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanadamu. Alafu anaendelea anasema ya kwamba male and female he created them. Mume na mke akawaumba na sura ya Mungu. God created humanity for relationship. Aliwaumba ili waweze kuwa na uhusiano. Na ni uhusiano wa nani? Wake na wao. He created them aweze kuwa na relationship with himself and even with another. Vertically, horizontally. Uhusiano na Mungu, uhusiano na mtu mwingine. Ndio aliumba mfano wake, wakauweka ndani yetu. Kwa hivyo family was not a human experiment. It was part of God's loving plan. Mungu akiweka familia hakuwa ati anajaribu ati ni experiment yako kwa lab. Hapana, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mpango wa nani? Wa Mungu. Sasa tutaachia hapo sasa kwa leo. Tutaachia hapo. Lakini Alhamisi ijayo tutasema sasa hiyo Mwanzo 2 fungu la 18 ile inasema kwamba it is not good. Okay? Tutaangalia hapo sema it is not good inamaanisha nini. Asante sana, Mungu aweze kukubariki. Yesu Bwana Mwokozi, acha mambo ya dunia yanayokusumbua.